Wapendwa wana wa Mungu, kwenye kitabu cha Yeremia sura ya kwanza, Yeremia sura ya kwanza, ule mstari wa 9 na wa 10, alafu nitaruka kwenda 18 na 19. 9 na 10. Ndipo Bwana akaunyoosha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa, yani juu ya mataifa mbalimbali, na juu ya falme, manake serikali, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu, ili kujenga na kupanda. Samani, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza vitu vinne, ili kujenga na kupanda. Mstari 18 na 19. Maana tazama, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma. Mji, a city. Wewe Yeremia ni mji wenye boma, manake wenye uzio na nguzo ya chuma, na kuta za shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda, na juu ya wakuu wake, na juu ya makuhani wake, viongozi wa dini hao, na juu ya watu wa nchi hii. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Nipo pamoja nawe kwa kiwango kile ambacho utaendelea kukiri neno langu. Utaendelea kukiri. Na mimi nakiri neno la Mungu. Ninakiri neno la Mungu katika taifa la Tanzania. Taifa la Tanzania linahitaji toba. Taifa la Tanzania linahitaji msamaha wa Mungu. Na nimekuwa naongea na narudia kwamba Mungu Baba anasema Tanzania haimtukuzi yeye, inajitukuza yenyewe. Kuna roho ya kujitukuza, kuna roho ya kusema ni mimi nimeleta amani, ni mimi nimefanya hivi, ni mimi. Tunasifiana sisi kwa sisi, na hilo jambo linamkera Mungu Baba sana. Kwamba hatumpi utukufu wake, na akasema ataudai. Sasa Mungu Baba anapodai utukufu wake, ufahamu kwamba kuna watu wataumia. Kuna watu wengi wataumia, na sidhani kama kuna Mtanzania ambaye anaweza akakubali kupita kwenye kibano cha Mungu. Mungu ana kibano kibaya. Mungu sio mjomba. Maana mitume na manabii wa Tanzania wanamfanya Mungu kama mjomba. Mungu sio mjomba. Samuel wa pili sura ya 24. Labda watu hawamjui Mungu. Samuel wa pili sura ya 24. Samuel wa pili sura ya 24 mstari wa 10 mpaka ule mstari wa 25. Nitakusomea yote 10 mpaka 25. Ndipo moyo wake Daudi ukamchoma baada ya kuwahesabu hao watu. Naye Daudi akamwambia Bwana, nimekosa sana kwa haya niliyoyafanya. Lakini sasa Bwana, nakusihi uondolee mbali uovu wa mtumishi wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa. Na Daudi alipoondoka asubuhi, neno la Bwana likamjia nabii Gadi muonaji wake Daudi kusema, nenda ukanene na Daudi, Bwana asema hivi, na kuwekea mambo matatu katika haya, uchague moja nikutendee hilo. Basi Gadi akamwendea Daudi, akamweleza akamwambia, basi miaka 7 ya njaa ikujie katika nchi yako, au miezi 3 ukimbie mbele ya adui zako huku akikufuatia, au siku 3 iwe tauni katika nchi yako. Fanya shauri sasa, ufikiri ni jawabu gani nimrudishie yeye aliyenituma. Naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana. Basi sasa na tuanguke katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu. Basi Bwana akawaletea Israeli tauni tangu asubuhi hata wakati ulioamriwa, yani siku ya 3. Nao wakafa watu toka Dani mpaka Beersheba 70,000. Watu 70,000 walikufa kwa siku 3. Lakini huyo malaika aliponyoosha mkono wake kuelekea Yerusalemu ili auharibu, Bwana akagairi katika mabaya. Akamwambia huyo malaika mwenye kuwaharibu watu, yatosha sasa, ulegeze mkono wako. Naye yule malaika wa Bwana alikuwako karibu na kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. Daudi alipomwona malaika aliyewapiga watu, akanena na Bwana akasema, tazama, ni mimi niliyekosa, ni mimi niliyepotoka,
lakini kondoo hawa wamefanya nini? Mkono wako na uwe juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu. Siku hiyo Gadi akamwendea Daudi akamwambia, haya, kwea wewe ukamwinulie Bwana madhabahu penye kiwanja cha Arauna, pale alipomwona yule malaika amesimama Myebusi. Basi Daudi akakwea sawasawa na neno la Gadi kama Bwana alivyoamuru. Huyo Arauna akatazama akamwona mfalme na watumishi wake wakimjia. Arauna akatoka akasujudu mbele ya mfalme kifudifudi hata nchi. Arauna akasema, bwana wangu mfalme amemjia mtumwa wake kwa kusudi gani? Naye Daudi akasema, makusudi ninunue kwako kiwanja hiki ili nimjengee Bwana madhabahu, ili kwamba tauni ipate kuzuiliwa katika watu. Arauna akamwambia Daudi, bwana wangu mfalme na akitwae akatolea yaliyo mema machoni pake. Tazama, ng'ombe hawa kwa sadaka ya kuteketezwa, tena vyombo vya kupuria na vyombo vya ng'ombe viko kwa kuni. Vitu hivi vyote, mfalme, mimi Arauna nakupa wewe mfalme. Kisha Arauna akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako na akukubali. Lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitavinunua kwako kwa thamani yake, wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketezwa nisizozigharimia. Hivyo Daudi akakinunua hicho kiwanja cha kupuria na wale ng'ombe kwa shekeli 50 za fedha. Naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Basi Bwana aliridhia nchi na tauni kazuiliwa katika Israeli. Natamka maneno haya, ndicho nilichokiona kwamba kuna mauti inakuja Tanzania, itaua watu wengi sana. Na hii mauti nimeshindwa kuelewa kwamba itakuwa ni ugonjwa ama itakuwa ni tatizo gani, lakini nilionyeshwa Watanzania wengi wamekufa, wengi sana, idadi kubwa sana, ilitokea kama ugonjwa. Labda niseme nilichokiona, kwa sababu mimi nilisoma somo la fizikia, nilichokiona ni kama bomu la nyuklia likipigwa, halafu linapigwa mahali, halafu ule upepo wake ama mwangwi wake unakwenda unatifua ardhi, unakausha miti, unakausha na nyumba zote, na kila kitu kinabadilika kutoka kwenye asili yake. Kwa mfano chuma kinabadilika kwenda kuti kwingine, miti hii ilibaki kuwa majivu, ikabaki hivyo. Kwa hiyo niliona hicho kitu kimefanyika, halafu nikaona watu wengi wanamezwa na ardhi, ardhi inawameza. Ni kama vile maji yako mahali mto unapita, afu kuna mahali kuna shimo, maji yanaingia kwenye shimo. Kwa hiyo watu wakawa wanazama kwenye hilo shimo, watu wengi sana. Na nikaangalia idadi ya watu waliobaki wakati ule, kwa sababu hata mimi mwenyewe nilionekana nimebaki. Idadi ya watu waliobaki ulikuwa unaweza kuhesabu. Kwa mfano niliangalia kwa kule Mbeya, niliona kama maono nilionea nikiwa Arusha. Lakini sasa wakati naangalia kwenye mkoa wa Mbeya, kwa sababu ndio nilikuwa na interest nao, kwa sababu ndio kwetu, nikaangalia nikakuta watu wamebaki mmoja mmoja. Unaona, ndio kitu ambacho nikiona. Na ndio maana nasema, na nimekuwa nasisitiza muda mrefu kwamba jamani, tuombee Tanzania mwaka 2020 mpaka 25 mpaka 26 mwanzoni mwezi wa 4, tuiombee Tanzania. Sasa sielewi kama kuna ugonjwa wa corona unakuja ambao utaua watu wengi kwa muda mfupi. Ilikuwa ni kitu cha muda mfupi, lakini walikufa watu wengi sana. Kwa hiyo ninamuomba Mungu Baba atusaidie. Na mambo mengine kama hayo yanaweza yakaletwa na dhambi. Dhambi inasababisha mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo dhambi inaweza kaleta umauti. Kwa hiyo na katika taifa letu tunatakiwa tuombe. Lakini majira niliona ni haya, lakini pia niliona tena kutakuwa na uchaguzi. Na kuna mambo mengine ya uchaguzi hapo niliyaona. Kama ambavyo niliwaambia makanisani toka mwaka 2010 na 9 na 10, niliona maono mwaka 2005 kwamba watawala wote kwamba wa CCM na nini watakuwa hivyo. Mwaka 2020 mpaka 25 atakuwepo rais mwanamke. Niliyasema hayo kanisani, niliyahubiri kanisani, nilisema kabla hayajatokea. Nikawaambia jamani, mwaka 2020 mpaka 25 rais atakuwa mwanamke. Lakini kati ya mwaka 2025 na 26 kuna giza, naona kuna giza nene hapo katikati. Na kila nikilipeleza hilo giza naingiwa na hofu. Sasa ninaomba, ndio maana nataka tuombe kwamba kwenye hilo giza tumuombe Mungu. Ngoja niwaeleze kuhusu giza. Giza ni mali ya nani? Mambo ya Nyakati wa Pili. Giza ni mali ya nani? Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 6 mstari wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 6 mstari wa kwanza. Ndipo Suleimani
akanena, Bwana alisema ya kwamba atakaa katika giza nene. Mungu Baba Mwenyezi, muumbaji wa mbingu na nchi, anakaa ndani ya giza nene. Kwa hiyo kati ya mwaka 2025 mwezi wa 10 mpaka 2026 mwezi wa 4 niliona giza nene sana. Na hata nikipeleleza, nikijaribu kuingia kwenye hilo giza katika ulimwengu wa roho, kuna kitu kinaniletea hofu ambacho nataka kukipeleleza. Kinaniletea hofu. Haya, ukienda tena kwenye kitabu cha Zaburi ya 18, Zaburi ya 18, naongea na waombaji wanaoelewa lugha ya rohoni. Wanaoelewa lugha ya rohoni. Kwa sababu lugha ya rohoni sio kila mtu anaijua. Sura ya 18 ngoja nisome mstari wa 6 mpaka wa 11. Katika shida yangu nalimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu. Akaisikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Ndipo nchi ilipotikisika na kutetemeka. Misingi ya milima ikasukasuka ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu. Kukapanda moshi kutoka puani mwake. Moto katoka kinywani mwake, ukala, makaa yakawashwa nao. Alizinamisha mbingu akashuka, kukawa na giza kuu chini ya miguu yake. Akapanda juu ya kerubi akaruka, naam aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Alifanya giza kuwa mahali pake pa kujificha, kuwa hema yake ya kumzunguka, giza la maji na mawingu makuu ya mbinguni. Mungu alifanya giza kuwa mahali pake pa kujificha. Kwa wakati mimi namuomba Mungu Baba, nilifikiri lile giza, nikawa napambana na shetani kwa habari ya giza. Ndio akaniambia mimi ndio nitakuwemo ndani ya hilo giza, nikiifinyanga Tanzania kwa upya. Mungu anaifinyanga Tanzania kwa upya. Mungu anaifinyanga Tanzania kwa upya. Mungu anaifinyanga. Sasa wakati anafinyanga, kuna watu wataumia, kuna watu watajeruhika, kuna watu watateseka, lakini Mungu anaifinyanga Tanzania kwa upya. Na kutokea mwezi wa 10, tunahesabia mwezi wa 10, wa 11, wa 12, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, ni miezi 7. Ni miezi 7. Chukulia ule mwezi wa 10, achana na zile tarehe ambazo nilisema kwamba kuanzia tarehe 20. Lakini ninachosema ni kwamba chukua mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 4, na mwezi wa 4 chukua mpaka tarehe 30. Utakuta ni miezi 7. Sasa katika hii miezi 7, Mungu atakuwa anafinyanga, atakuwa anakaa ndani ya giza. Mungu anakaa ndani ya giza. Hilo giza sio la shetani, ni giza la Mungu. Lakini sasa ninawatahadharisha wapendwa wanaomjua Mungu kwamba Mungu anapokuwa kazini ndani ya giza, sio jambo jepesi hilo. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 ule mstari wa 9. Ule mstari wa 9 ndio nataka tutauangalia. Ngoja tuanzie mstari wa 1 mpaka wa 9. Hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akifanyika chote kilichofanyika. Ndani yake ndipo ulikuwa uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kwa hiyo tunapoongelea habari ya hilo giza, ni giza ambalo Mungu anaenda kufinyanga kitu fulani. Na ndio maana ninataka tuombe kwamba Mungu afinyange. Lakini ninawataarifu ili watu wasije wakaingia kwenye hofu. Watu wa Mungu hawatakiwi kuingia kwenye hofu. Watu wa Mungu wanapaswa wamjue Mungu. Unaona? Kwa hiyo na sisi ambao ni waombaji ni lazima tujue. Sasa mwanzoni niliongea kwa habari kwenye kile kipindi cha kwanza, nikaongea kwa habari ya Yesu Kristo kama ndio mbeba toba na msamaha wetu. Kuna mahali Paulo anasema Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndio aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe elimu ya Mungu katika uso wa Yesu. Nuru inang'aa toka gizani. Kwa hiyo giza la mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 4
Sasa naposema giza haimaanishi kwamba jua litakuwa liwaki. Ni kwenye ulimwengu wa roho ndio kuna giza. Kwenye ulimwengu wa mwili jua mtaliona, na mwezi mtauona, na mbara mwezi, na taa za TANESCO zitakuwa zinawaka. Lakini kuna giza kwenye roho. Kuna giza kwenye roho. Na kwenye hilo giza, ama kwenye huo ukimya ambao utakuwepo wakati ule, Mungu atakuwa anafinyanga mambo, atakuwa anarekebisha mambo, mpaka watu watasema tazama ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Sasa mimi nakuelezea kwa lugha ya rohoni, na wale wanaojua lugha ya rohoni ngoja niwaeleze, niwape mstari. Wakorinto wa kwanza sura ya pili. Wakorinto wa kwanza sura ya pili, ule mstari wa 14 mpaka 16. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amuelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Sisi tulio nia ya Kristo tunaelewa kalenda ya rohoni ya Tanzania imekaaje. Wanaweza wakapambana sana kimwili, lakini sisi wa rohoni tunajua hii spidi hii itaishia pale, hii spidi itaishia pale, hii spidi itaishia pale. Lakini kama wangekuwa wanajua, na wakati mwingine Mungu anawapiga upofu hata watu wanaoitwa watumishi wa Mungu. Kwenye kitabu cha Mika sura ya 3. Mika sura ya 3 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 8. Nikasema, tafadhali sikieni enyi vichwa vya Yakobo. Vichwa manake viongozi, mnaoitawala nyumba ya Israeli, ama taifa la Israeli. Je, haiwapasi ninyi kujua hukumu? Ninyi mnaoyachukia mema na kuyapenda mabaya? Ninyi mnaowachuna watu ngozi yao na nyama mifupani mwao? Naam, mnakula nyama ya watu wangu na kuwachuna ngozi zao na kuivunja mifupa yao, naam, kuwakata vipande vipande kama kwa kutiwa chunguni na kama nyama sufuriani. Ndipo watakapomuomba Bwana asiwaitikie. Mitume na manabii wanasema, mbona Mungu hatusikii? Hawasikii kwa sababu naam, atawaficha uso wake wakati huo, kwa kadri walivyotenda mabaya kwa matendo yao. Bwana anasema hivi katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu. Manake kuna manabii wao kazi yao ni kuwatabiria wanasiasa kwamba mambo yako ni mazuri tu, endelea, piga, chanja mbuga, Mungu yuko pamoja na wewe, mimi nakuombea, niko madhabahuni. Waongo wakubwa. Unaona? Anasema Bwana anasema hivi katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu, hao waumao kwa meno yao na kulia amani. Kulia amani. Alafu hilo neno amani limeandikwa kwa herufi kubwa. Kulia amani. Kila siku wanasema amani jamani, amani jamani, amani. Na mtu awaye yote asiyetia kitu kinywani mwao, wao humwandalia vita. Yaani usipompa sadaka huyo nabii, anaanza kuandaa vita. Kwa hiyo itakuwa usiku kwenu, msipate kuona maono tena. Itakuwa giza kwenu, msiweze kubashiri. Nalo jua litawachwea manabii, nao mchana utakuwa mweusi juu yao. Na hao waonaji watatahayarika, na wenye kubashiri watafadhaika. Naam, hao wote watajifunika midomo yao, kwa maana hapana jawabu la Mungu. Bali mimi Christian, mimi hapa Christian, mimi hapa. Bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa roho ya Bwana. Nimejaa hukumu na uwezo. Ni mhubiri Mtanzania kosa lake, na wanasiasa dhambi yao. Hapo amesema ni mhubiri, anasema ni mhubiri Yakobo kosa lake na Israeli dhambi yake. Mimi naihubiri Tanzania kosa lake na dhambi yake. Kosa kubwa Tanzania ni kumuignore Mungu, kumfanya Mungu kama hayupo. Watu hawaogopi. Wanaona kama ndio wamefika. Ukiwa kiongozi ndio umefika. Yesu wangu nisaidie. Unaelewa ubinadamu huu mwili ndio nao. Nikikutana na simba polini, huu mwili ni sausage. Sisi binadamu tumepewa miili ambayo ni minyonge kuliko mtu yoyote. Miili yetu ni minyonge. Tukizaliwa sisi, tukilalia upande mmoja mpaka mama aje atugeuze upande wa pili. Tukijisaidia hatuwezi kutoka. Ndivyo wanadamu tulivyo. Na hiyo ituletee unyenyekevu na utii, sio majivuno.
Hata ukiwa na mabilioni, matrilioni ya hela, madrilioni ya hela kwenye akaunti yako, bado wewe utakula sahani moja tu ya chipsi na paja la kuku, basi inatosha. Hata tukikuwekea sahani 100 huwezi kula. Hata ukikusanya hela za dunia yote tukakupa, haikusaidii kitu. Kwa hiyo lazima kukumbuka hilo. Otherwise mtu anafanya kazi kwa niaba ya shetani. Watu wengi wanafanya kazi kwa niaba ya ibilisi. Kwa hiyo nimemtaja Bwana Yesu, nimemkiri Bwana Yesu mara nyingi sana kwamba yeye ndio anayebeba toba na msamaha wa dhambi. Yesu Kristo ndio anabeba toba yetu na msamaha wa dhambi. Na kwa hiyo ninaomba tunapomuomba Mungu Baba, lazima tutambue ambacho kimefanyika kwa Yesu Kristo. Lazima tutambue kilichofanyika. Lakini pia lazima tutambue makosa yetu, kosa la Adamu. Yesu anaitwa Adamu wa mwisho ama Adamu wa pili. Lakini Adamu wa kwanza ni yule wa bustanini, alikosea. Na Yesu akaja kurekebisha. Na sisi tunataka Mungu Baba arekebishe taifa letu. Alirekebishe kwa njia ya maombi yako. Tunaitaka Tanzania njema. Tunaitaka Tanzania nzuri. Tunaitaka Tanzania yenye heshima. Tunaitaka Tanzania yenye utukufu. Tunaitaka Tanzania inayomjua Mungu Baba, inayomtukuza Mungu Baba. Isaya anasema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia hata haki yake itakapotokea kama mwangaza. Na mimi nasema kwa ajili ya Arusha sitanyamaza, nitaendelea kuomba. Kwa ajili ya Kilimanjaro sitatulia. Kwa ajili ya Manyara sitanyamaza. Kwa ajili ya Tanga sitatulia. Kwa ajili ya Pwani sitanyamaza. Kwa ajili ya Dar es Salaam sitatulia. Kwa ajili ya Lindi sitanyamaza. Kwa ajili ya Mtwara sitatulia. Kwa ajili ya Ruvuma sitanyamaza. Kwa ajili ya Rukwa sitatulia. Kwa ajili ya Njombe sitanyamaza. Kwa ajili ya Iringa sitatulia. Kwa ajili ya Mbeya sitanyamaza. Kwa ajili ya Songwe sitatulia. Kwa ajili ya Katavi sitanyamaza. Kwa ajili ya Simiu sitatulia. Kwa ajili ya Kigoma sitanyamaza. Katika jina la Yesu. Kwa ajili ya Tanzania nzima, Dodoma na mikoa yote, sitanyamaza, sitatulia. Nitaendelea kukiri kwamba naitaka Tanzania iliyo njema, naitaka Tanzania yenye furaha, naitaka Tanzania yenye shangwe, naitaka Tanzania yenye ustawi, naitaka Tanzania yenye utajiri katika jina Yesu. Mungu Baba, ninapatana na wenzangu wote. Natamani Tanzania iliyo njema. Naomba Tanzania iliyo njema. Na nimezunguka Tanzania nzima Bwana Yesu kwa mwili wangu huu, na ni wewe mwenyewe uliniwezesha kuzunguka kwenye mikoa yote, kuombea mikoa yote. Nilipeleka sadaka kwenye mikoa yote, nikachukua udongo na mawe na maji kutoka kwenye mikoa yote. Baba, ninakuja kwako tena. Ninaomba kwa ajili ya taifa langu. Ninaomba uliinue Bwana. Uwezo uko kwako na nguvu ziko kwako. Kwangu mimi nina unyonge, ninaotumia maombi yangu kukuletea haya yote ninayoyasema. Baba, ninaomba ulibariki taifa hili, naomba ubariki watu wake. Naomba utubariki sisi sote kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Ubarikiwe na Bwana. Mpendwa mtu wa Mungu, ukitaka kuwasiliana na mimi, basi tumia namba ya Vodacom 0768211785. Vodacom 0768211785, alafu na Airtel 0692893294. Ninaomba muendelee kunisapoti kwenye huduma hii ya kurusha vipindi, lakini pia ya kuweza kununua vifaa bora zaidi kwa ajili ya kurusha mahubiri haya. Mungu akubariki sana. Jina langu naitwa Christian Mwabukusi wa huduma ya madhabahu ya Kristo. Mungu akubariki sana.